Karibu sana JJM Media Production, nikaribisha tena kwa mara nyingine. Kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja nami, basi usisahau kusubscribe katika channel hii ili uweze kuwa mwanafamilia wa JJM Media Production. Lakini pia kama unahitaji kujiunga katika grupu la maproducer, basi unaweza kanicheki katika namba unayoiona katika screen yako. Lakini pia unaweza kanicheki kwa ajili ya plugins mbalimbali na vifaa mbalimbali vya studio. Okay, basi tunaendelea na masomo yetu ambayo nimekuwa nikiendelea kufundisha mara kwa mara, na mbele yenu hapa niko na kazi moja nataka nipite tu kidogo kuonyesha jinsi ya kufanya mixing ya gitaa then kuja ku final master. Sasa nipo na gitaa moja hapa kama ulivyoweza kusikia kwenye wimbo wetu, na nimeweza kulimix kwa kutumia vitu viwili tu. Usihangaike. Basi kama unavyoweza kusikia hapa nikizima gitaa letu. Okay, hii ni Clargita mono to stereo. Kwa unaweza kutumia hii kwa ajili ya kufanya gitaa lako li sound vizuri kabisa. Kaweka kidogo kije delay, reverb kapunguza kidogo kama hivyo unaweza kuona, lakini pia nikapunguza huko kwenye input kwa ajili ya kufanya gitaa yangu itulie, lakini pia hapa kwenye volume niliweza kushusha kidogo. Kitu cha pili nifanya EQ kwenye sauti. Okay, lakini kwenye upande wa mastering nilikuja kutumia pia vitu vichache. Nilitumia tu Soundgodizer. Okay. This is Soundgodizer. Soundgodizer hapa tu nilikwenda kuiweka kidogo iweze kuchangamsha muziki wangu, kiizima na yenyewe. Kwa hiyo nilikuja kufanya LM kwenye loops yangu niliweza kuishusha kabisa hapa. Niliboost kabisa mziki wangu, na hivi sio viwango vya kuweka kwenye YouTube wala Spotify wala wapi. Hivi ni viwango vyangu mwenyewe niliweka kwa ajili ya kuweka tu kwenye flash kwa ajili ya kusikiliza. Kwa niliweza kuweka hivi. Lakini kama unahitaji kwenye viwango vizuri vya YouTube, basi utafuatilia katika masomo ambayo nimeposti mara nyingine. Katika video za nyuma nimeelekeza loops hapa inatakiwa 13. Ila ukiona 10 kushuka chini 9 ngapi, basi hivi ni viwango vya kwangu mwenyewe binafsi. Muziki wangu kuna sehemu napiga nahitaji uwe mkubwa zaidi kidogo. Kwa ukiangalia hapa Spotify master over ni 14. Kwa
Kwa hivyo ni vitu vya msingi kuangalia, na YouTube vile vile ni 14 loops. Kwa hiyo kama unahitaji kufanya mziki wako uende katika platform hizo, basi unaweza ukapunguza gain kidogo, au ukapunguza hapa kwenye threshold kidogo kwa ajili ya kupunguza ile volume ya mziki wako, then ukaangalia hapa mpaka itakapofika kwenye 13, 14, basi unaweza ku export kazi yako ikiwa vizuri kabisa katika viwango vya YouTube, Spotify na sehemu nyingine. Okay? Kwa hiyo hivi ni vitu vya kufahamu, lakini pia kama kuna maswali ambayo unahitaji kujua zaidi kuhusiana na masuala mazima ya mastering, basi unaweza kunicheki ili niweze kukuelekeza kwa undani kabisa. Lakini hapa pia tunapeana trick mbalimbali, how to do, what is the best plug kwa ajili ya kufanya mixing na mastering pia. Lakini hakikisha kazi yako inakuwa katika hali ya usafi mzuri kabisa ili kuweza kupata matokeo. Okay, basi nikutakia wakati mwema. Hii ni JJM Media Production. Asante kwa pamoja nami, lakini pia nikusihi uendelee kwa pamoja nami katika wakati mwingine. Goodbye.